Na ni kutamatika kwa zoezi la upandaji miti kitaifa, lakini hii ni kuelekea katika kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa, zoezi ambalo kimsingi limeweza kuratibiwa hapa na Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini likiwa limeweza kusimamiwa kikamilifu kabisa na kamati ya kuelekea siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa. Je, hili limekuwa na faida kwa kiasi gani? Na tunakumbuka vyema kabisa siku hii iliweza kuasisiwa ama kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2012, lengo kubwa likiwa ni kuhimiza na kuhamasisha jamii juu ya kulinda na kuhifadhi misitu. Hapa ni naye afisa mkuu wa masuala ya misitu kutoka Idara ya Maliasili na kutoka Idara ya Misitu kutoka Idara ya Misitu na Nyuki, na si mwingine ni Emmanuel Musofe. Hebu tueleze tathmini nzima tangu kuanza kwa zoezi hili la upandaji miti kitaifa ndani ya mkoa wa Njombe. Asante sana ndugu mwanahabari. Ni kwamba zoezi hili limesaidia sana katika mambo mengi. Kwanza limekuwa kama fursa mojawapo ya kutoa hamasa na elimu kwa wananchi ili waelewe umuhimu wa kutunza na kuhifadhi misitu aina yote. Lakini nambari 2, imesaidia sana katika kuhamasisha wananchi ili waweze kushiriki katika siku ya kilele ambayo itakuwa tarehe 21 Machi pale katika viwanja vya Sabasaba katika mji Njombe, katika halmashauri ya mji Njombe. Naam, miti mingapi imeweza kupandwa kupitia zoezi hili? Miti takriban miti 900 imepandwa, ikiwa ni pamoja na miti ya kivuli na miti ya matunda. Hii ni kwa ajili ya kumuunga mkono mkuu wa mkoa ambaye alihimiza sana tupande miti ya matunda kwa ajili ya kupambana pia na tatizo la udumuvu. Kilele cha maadhimisho haya yanatarajiwa kufanyika tarehe 21 2025 Ijumaa hiyo. Tumesaliwa na siku chache tu. Labda pengine nini msingi wa maadhimisho haya kufanyika mkoani Njombe? Msingi wa kufanyika hapa Njombe kwanza ni kwamba wananchi wa Njombe tayari wana elimu kubwa sana ya upandaji miti. Na hii ilikuwa ni kwa namna mojawapo ya kuwatia hamasa ili waweze kuendelea na kupanda miti. Lakini nambari 2, tukaingia kwenye eneo la kuongeza thamani, kwamba miti hii iliyopandwa kwanza iweze kuongezwa thamani ili wananchi waweze kupata faida nyingi kutokana na bidhaa na huduma ambazo zinatokana na misitu. Kwa hivyo tumewahimiza pia kwamba wananchi wengi wajitahidi kuvuna miti yao ikiwa imekomaa ili waweze kupata masoko, lakini pia kuongeza ubora wa mbao au bidhaa zinazotoka katika misitu ambayo wanaipanda. Kwa nini zoezi hili limejikita zaidi katika upandaji wa miti ya parachichi? Katika taarifa ambayo tulipata kutoka kwa viongozi wa mkoa ilibainisha kwamba kuna tatizo la lishe katika mkoa wetu wa Njombe. Kwa hivyo kupanda miti ya matunda ni kama mojawapo pia ya kuwaunga mkono ili kuweza kupata aina mbalimbali za vyakula na hivyo kusaidia katika kupambana na udumavu ambao uko katika mkoa wa Njombe. Asante, nikushukuru sana kwa muda wako na nikutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako kuelekea katika siku hii muhimu kabisa ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa. Nipo na afisa utalii kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, atajitambulisha jina lake na atatuambia tathmini yake katika zoezi hili la upandaji miti kiujumla. Amebaini kitu gani haswa hususan katika sekta nzima ya utalii? Asante sana, mimi naitwa Juvenal Jaka Mwambi, ni afisa utalii mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwanza tunatoa shukrani zetu za dhati kwa viongozi wetu wa wizara, Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na viongozi wote katika kuratibu shughuli hii ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa. Kwenye sekta yetu ya utalii, katika hii siku wa kutuacha nyuma, tumeweza pia watu mbalimbali, wananchi mbalimbali wameweza kutembelea katika ule msitu wa nyumba nitu ambapo umeenda kufanyika utalii, na imeweza kusaidia kuongeza utalii wa ndani na kutoa elimu kwa wananchi kwamba kunahitajika utalii. Hii misitu na uhifadhi, hakuna utalii bila uhifadhi. Kwa hiyo uhifadhi na utalii waendana sambamba. Kwa hiyo kwa siku ya misitu duniani na sisi wana utalii, sekta utalii tunasherekea kwa sababu uhifadhi wa misitu inasaidia katika kukua katika sekta utalii. Ungependelea kitu gani kifanyike katika nyumba ile nyeusi almaarufu nyumba nitu? Katika nyumba nitu kuna vitu vinatakiwa vifanyike. Kwanza wizara imeshachukua hatua. Wameshakwenda wamekibaini kile kivutio ni kivutio cha utalii. Kwa hiyo kuna elimu hapa na pale zinaendelea
zinaendelea kutolewa pia, kwa sababu pia ni utalii wa utamaduni, ambapo pia kuna taratibu hapa na pale zinaendelea kati ya wizara na wale wazee wa kijiji. Tunaendelea kwenda kushirikiana jinsi gani ya kukiboresha kile kivutio kiwe kivutio kizuri zaidi, na wageni wengi kutembelea, na ile kuongeza mapato katika kijiji hata katika nchi na katika nchi yetu pia. Asante, nikushukuru sana Bwana Juvenal, na pole sana kwa baridi la Njombe tangu uweze kufika hapa. Asante. Na natumai kabisa kwamba tutalitamatisha zoezi hili kwa usalama kabisa. Asante. Hakika nikwambie mtazamaji kwamba siku ya Alhamisi ni zoezi zima la kutakuwepo na kazi nzima ya mdahalo pale katika viwanja vya Sabasaba, lakini siku ya Ijumaa ndiyo kilele chenyewe cha maadhimisho haya siku ya misitu duniani. Lakini kumbuka, mhifadhi namba moja katika masuala mazima ya misitu nchini Tanzania ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi tunakwenda moja kwa moja na ajenda hiyo ya uhifadhi wa maliasili na rasilimali za misitu kwa maendeleo ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Kazi endelee, tunachokwambia kwamba tumerithishwa, tuwarithishe. Tunakwambia mwananchi, wewe wa Tanzania na mkazi wa Njombe, karibu katika viwanja vya Sabasaba katika kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani, ambapo mgeni rasmi wa siku hiyo, mgeni rasmi katika maadhimisho hayo anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, lakini akiambatana na waziri mwenye dhamana yake, na si mwingine ni Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana akiwa kama mwenyeji wa mgeni rasmi, lakini akiambatana na katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Hassan Abbas, lakini pia wakurugenzi mbalimbali. Dr. Boyo naye atakuwepo na wakurugenzi wengine wote wa idara mbalimbali watakuwepo katika kuangazia siku hii muhimu kabisa. Lakini usisahau maonesho mbalimbali kama vile wanyama simba, chui kutoka hifadhi zetu zote za nchini Tanzania, Serengeti, Mikumi na kwingineko, wote watakuwepo pale. Chonde chonde Mtanzania, tunasema kwamba shughuli ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Asalamu alaikum.